Mtazamaji wa TAKUKURU TV, mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu 2025 zimehitimishwa Oktoba 14 katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Mgeni rasmi katika sherehe hizo ni Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango. Utakumbuka mtazamaji, mbio hizi za Mwenge zilianza Aprili 2 huko Kibaha mkoani Pwani, na naamini umeshuhudia ukikimbizwa katika halmashauri zote nchini. Aidha, tumeshuhudia Mwenge huu ukipitia, ukikagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo imekuwa ikitekelezwa katika maeneo yetu. Akiwasilisha taarifa ya Mwenge wa Uhuru, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2025, Bwana Ismail Ali Usi, alishukuru kwa ushirikiano aliopata na kuitaja baadhi ya miradi iliyotekelezwa nchini. Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2025 umekimbizwa jumla ya kilomita 25,717.6 na kuweka mawe ya msingi, kufungua, kuzindua na kukagua jumla ya miradi 1382 yenye thamani ya shilingi trilioni 2.87. Dr. Samia oye! Kwa mwaka 2025 Mwenge wa Uhuru uliridhia miradi yote na hakuna mradi uliokataliwa na Mwenge wa Uhuru. Mheshimiwa Rais, wananchi kupitia risala za utii ambazo nitakukabidhi mara tu baada ya kusoma taarifa hii, wanakupongeza wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kazi kubwa mnazozifanya katika kulijenga taifa, hasa katika ujenzi wa miradi ya kimkakati na sekta za kipaumbele. Mwenge wa Uhuru kila ulipopita walitutuma kufikisha salamu kwako kutokana na miradi mingi ya kimaendeleo iliyotekelezwa na inayoendelea kutekelezwa, ambayo imeendelea kuboresha huduma za jamii na kutatua kero zinazowakabili wananchi, ikiwemo uboreshaji wa sekta ya elimu, afya, maji, umeme, barabara, uimarishaji wa sekta ya kilimo, mifugo, uvuvi, madini na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Aidha, wananchi wa Zanzibar wanakushukuru wewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuendelea kuijenga Zanzibar kupitia uchumi wa buluu na utalii unaendana sambamba na uboreshaji wa huduma za jamii. Mheshimiwa Rais, wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kauli zao wamewashukuru kwa kazi hizo kubwa zinazojenga uchumi wa taifa na utu wa Mtanzania. Wanafunzi nchini wanasoma bure hadi kidato cha 6, wanapata maji safi na salama, huduma za elimu zimesogezwa karibu na wananchi na kujengwa miundombinu ya kisasa inayowafanya vijana wa Kitanzania kupata elimu katika mazingira yaliyo bora. Pamoja na walimu na watumishi wengine wanafanya kazi katika mazingira yaliyo bora. Wananchi wanapata huduma bora za afya, ikiwemo upatikanaji wa huduma za kibingwa katika mikoa, halmashauri na tarafa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wananchi wanapata dawa na huduma bora za kitabibu na huduma bora za mama na mtoto. Mheshimiwa, Watanzania wanakushukuru upendo na kujali utu wa wanawake nchini. Kina mama oye! Aidha, usafiri na usafirishaji umeimarishwa nchini, ikiwemo njia za barabara, reli ya SGR, usafiri wa majini na usafiri wa ndege. Umesaidia wananchi kusafiri na kusafirisha malighafi na bidhaa ndani na nje ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, huduma hizi zimeimarisha uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja na uchumi wa nchi kwa ujumla. Mtazamaji, mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa zimekuwa zikiambatana na ujumbe wa mapambano dhidi ya rushwa.
Kauli mbiu ya mapambano dhidi ya rushwa inasema, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Katika hotuba ya Mheshimiwa Dr. Mpango amewataka Watanzania kusimamia misingi mikuu iliyoachwa na baba wa taifa ili kuendelea kuenzi maisha na mchango wake mkubwa. Ili kuendelea kuenzi maisha na mchango mkubwa wa baba wa taifa, Watanzania wote tunatakiwa kusimamia misingi mikuu aliyotuachia Mwalimu Julius Nyerere. Na hapa naomba nisisitize mambo manne tu na kwa kifupi. Kwanza ni kulinda uhuru wa taifa letu pamoja na kudumisha umoja na amani na kusimamia haki miongoni mwa jamii. Ndugu zangu wa Tanzania, tusipofanya hayo kwa dhati, kuna hatari ya taifa letu kusambaratika. Jambo la pili ni kujenga na kuimarisha maadili mema katika jamii yetu, na hasa miongoni mwa vijana wetu ambao ndio taifa la sasa na taifa la kesho. Ni lazima kukemea mmomonyoko wa maadili, ikiwemo rushwa na ufisadi, ambavyo baba wa taifa alivichukia sana na kuvipiga vita kwa vitendo. Jambo la tatu ni kuwajibika kwa kila mwananchi kufanya kazi kwa bidii ili kuboresha maisha na kuinua vipato vyetu na hivyo kuchangia katika ujenzi wa taifa. Ninawahimiza vijana kuchangamkia fursa zilizopo na zinazochipukia katika sekta mbalimbali kama kilimo, biashara, ujasiriamali, tehama, huduma na pia michezo, sanaa na utamaduni. Kila mmoja wetu hana budi atambue kuwa anao wajibu katika kuijenga nchi yetu ya Tanzania. Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe. Jambo la nne ni uhifadhi na utunzaji wa mazingira, na hasa kulinda vyanzo vya maji, upandaji wa miti na kufanya usafi wa mazingira, mambo ambayo baba wa taifa alikuwa mfano bora wa kuigwa. Kwa kuwa mtazamaji, Oktoba 29 tunaelekea kupiga kura kumchagua rais, wabunge na madiwani. Mheshimiwa Dr. Mpango alisisitiza na kuhimiza wananchi kujitokeza kupiga kura. Aidha, ninawasihi nyote kujitokeza kwa wingi kupiga kura tarehe 29 Oktoba 2025 ili tuwachague viongozi waadilifu, wazalendo na wenye maono ya kuipeleka Tanzania mbele. Ninawasihi wananchi wote na hasa vijana kuhakikisha tunadumisha amani na utulivu wakati na baada ya uchaguzi. Naam mtazamaji, naamini kwa haya machache umeweza kuona yale yaliyojiri katika kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu 2025. Iwapo utapenda kuona matukio mbalimbali ya Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2025 ulivyokimbizwa katika baadhi ya halmashauri hapa nchini, basi tembelea TAKUKURU TV ujionee matukio hayo. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.